Ikiwa ni dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika katika dimba la Stadi 26 kule Mars ama 26 Mars kule nchini Mali, ambapo ni mchezo mwingine wa hatua makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni kati ya wenyeji Stade Malien dhidi ya Simba Sports Club kutoka Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Na hivi sasa wenyeji Stade Malien ndio walikuwa wenyeji katika mchezo huo leo, wakiweza kualika mahasimu wakubwa, watu wakubwa katika soka la Afrika Mashariki na Kati, lakini pia Afrika pia inajulikana. Hii ni Simba Sports Club, lakini wamekuwa na mwenendo mbaya kwa michuano hii katika mechi za hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu mpaka hivi sasa mechi yao hii ni ya pili. Mechi yao kwanza walipoteza kwa kufungwa goli moja kwa bila katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, na leo pia mpaka hivi sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika kwa mnyama Simba kuweza kuruhusu magoli mawili katika dakika 45 za kipindi cha kwanza. Magoli yote ya Stade Malien limeanza kufungwa goli la mapema kabisa mnamo dakika 16 kwa Tadeus Nkeng. Mnamo dakika 16 ni mpira ambao ulikuwa kama hauna madhara hivi, lakini ni kama vile mabeki pia walikuwa wameshangaa, huku mlinda mlango Yakub Suleiman naye pia alikuwa hana la kufanya, lakini Stade Malien wao wanatumia nafasi ambao wanazipata wao wanatumia kuzifunga. Lakini licha pia kosa nyingi ambazo Simba amezitengeneza, basi mashabiki wengi wamesema kwamba Simba inabidi wabadilike kipindi cha pili, kwa sababu wao Stade Malien nafasi wanazozipata wanazitumia na wanafunga, lakini wao Simba nafasi wanazipata lakini hawazitumii vyema. Lakini mnamo dakika ya 23 kipindi cha kwanza kupitia kwa mchezaji anaitwa Ismaila Simpraza, mnamo dakika 23 ndiye alikuja kufungia goli la pili Stade Malien. Mpira wa kona ambao ulikuwa ulichongwa, mpira wa kona, na licha pia mlinda mlango kwa maana beki Rushin Deruku kuruka, lakini Ismaila Simpara alikuwa amewahi kuruka na mpira ule ukaweza kuingia kambani, huku mlinda mlango Yakub Suleiman alikuwa akiushangaa mpira ule tu na kuweza kuingia kambani, na hivyo Stade Malien kuongoza goli mbili dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mashabiki wa Simba wanasema kwa mwenendo huu basi hawaioni Simba ikifika katika hatua robo finali michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa sababu mechi yao ya kwanza katika uwanja wa Benjamin William Mkapa pia waliweza kupoteza kwa goli moja kwa bila. Lakini mpaka hivi sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza zimetamatika mara baada zile dakika tatu kuongezwa, na mchezo huo umekwenda mapumziko na wako nyuma kwa magoli mawili kwa bila. Licha matumaini yalikuwa makubwa baada ya mchezo wa kwanza kumalizika, lakini katika mchezo huu wa pili bado inaonekana bado matumaini hayako katika asilimia zote 100 katika mchezo wao uliomalizika pia Benjamin William Mkapa. Watu wengi walijua kwamba mchezo huo utamalizika na wataondoka na ushindi katika uwanja wao nyumbani, lakini sivyo kwa bahati, wao wakaweza kupoteza tena katika uwanja wake wa nyumbani kwa kuweza kufungwa na Petro Atletico de Luanda goli moja kwa bila. Je, dakika 45 za kipindi cha pili zitakuwa namna gani? Je, Simba atakuja na kuinuka na kusawazisha magoli yote mawili, kwa sababu inatakuwa shinde zaidi ya magoli 5 kuendelea ili kuweza kupunguza mlima mzito wa magoli, kwa sababu mechi ya kwanza amefunga goli moja na mchezo huu leo inabidi ashinde zaidi ya magoli 4 ili kuweza kupunguza mlima mrefu wa magoli. Hii ni Yako TV, kama hujasubscribe right now, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Mimi ni official Mutra Msanaji kule Instagram, napatikana kama official Mutra Msanaji. Ni half time katika dimba la 26 Mars kule nchini Malawi. Penye mbili ni wenyeji Stade Malien, lakini penye sifuri ni Simba Sports Club.